الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، قال سبحانه: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. الآية. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: حد الساحر ضربة بالسيف. Ndugu zangu katika imani, baada ya kumhimidi Allah tabarak wa taala na kuzitaka sala na salamu zimwendee mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam, usi nafsi wa iyyakum bitaqwa Allah jalla wa ala fa innal mafazata lilmuttaqin. Ibadallah, famin almaathim alkhatira والجرائم الكبيرة وعظائم الذنوب السحر، فقد جاء في التهديد على فعله والوعيد على التعامل به نصوص كثيرة في كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لوزانه katika imani, leo katika makamu hii tutachukua nafasi hii kuzinduana katika baadhi ya mambo au jambo ambalo limekuwa ni hatari mno. Hatari kwako wewe mhusika, hatari katika jamii, hatari katika dunia kwa ujumla wake. Ulama wanasema min al-atham al-khatira, miongoni mwa madhambi yaliyokuwa hatari zaidi, wal-jaraim al-kabira, na uovu uliokuwa mkubwa, wa adhaim adh-dhunub, na madhambi yaliyokuwa makubwa, as-sihru, ni jambo la uchawi. Faqad jaa في التهديد على فعله، yamekuja maelekezo katika sheria ya Allah yakitoa makemeo yaliyokuwa makubwa, kadhalika alwa'id ala ta'amul bihi, lakini pia makemeo yaliyokuwa makubwa juu ya yule ambaye ni mwenye kuishi maisha ya kichawi. Zimekuja dalili
ndani ya Qur'an, zikaja dalili ndani ya sunna za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam zikiwa nyingi zikitahadharisha kunako jambo hili la uchawi. Wadhalik anna sihra hadmun lilbuyut al'amira, na hiyo ni kwa sababu uchawi ni kubomoa majumba yaliyoimarika, wa takfifi lilmujtamaat al'amina, na kutia shaka na kugawanya jamii ambayo tayari ilikuwa na amani, wa khalkhalat liliman, lakini pia ni sala la kutia dosari katika imani ya mtu, wa damma liladiyani, na limekuwa ni jambo ambalo ni lenye kuvunja na kubomoa dini, wa fasadu lilmujtamaat, na uchawi ni kitu ambacho ni chenye kueneza uovu katika jamii. Wala yaati as-sihru linnasi bikhairin abada, na haijawahi tokea uchawi ukawa ni wenye kuleta kheri katika jamii. Ndugu zangu katika imani, miongoni mwetu, bali al-insanu ala nafsihi basira, kila mmoja anaijua nafsi yake. Wako watu wanatuhumiwa uchawi, wako watu wanatuhumiwa uganga, na wako watu wanatuhumiwa kupiga ramli na mfano wa haya. Ikiwa wao ni miongoni mwao, basi tambua kuwa as-sahiru la yuflihu abada, siku zote mchawi hawezi akafaulu, la fi dunya wala fi al-akhirah. Wadhalik anna sihra ibadallah, na hiyo ni kwamba uchawi kama walivyozungumzia ulama, uqadun wa nafthun, uchawi ni kufunga mafundo kulingamana na kile ambacho anakifunga, ima ni nguo au ni nywele au mfano wa hayo, na kupuliza katika kile alichokifunga na kuanza kuyazungumza yale ambayo hakuna anayeyajua au anayeelewa zaidi yake yeye mchawi na shetani wake. Waruqa kadhalik, na uchawi ni kisomo, visomo ambavyo wanakuwa wanavitumia wao, visomo ambavyo viko kinyume na visomo vilivyoletwa au vilivyoelekezwa na sheria. Wa taamul ma'a shayatin, na uchawi ni kuamiliana na mashaitani, wa taqarrubun ilayhim, na kujikweka karibu na mashaitani. Thumma, baada ya hayo, yatarattaba ala dhalika adrarun kathira, baada ya hayo inafungamana na kile kilichopulizwa na kule kuamiliana na mashaitani, linafungamana jambo hilo na madhara yaliyokuwa makubwa. Faminhu ma yaqtu, na miongoni mwa wachawi au uchawi ambao unaua, wa minhu ma yumrid, na kuna uchawi unaouguza, wa minhu ma yufarriqu baina almar'i wa zawji, na mna uchawi ambao unawatenganisha baina ya mume na mke. Na hili hasa katika upande wa uchawi ndio linakusudiwa hasa. Ila ghairi dhalika min al-akhtar wal-adrar, na miongoni mwa mengineyo ambayo yanapatikana katika hatari zilizokuwa kubwa na madhara yaliyokuwa makubwa, allati la taqau illa biidhnillah, mambo ambayo hayatokei eti kwa sababu mchawi kaamua akuue, hayatokei eti kwa sababu mchawi ameamua uugue, hayatokei eti mchawi kwa sababu ameamua utengane na mke wako au mwanamke atengane na mume wake. Abada, hayatokei hayo isipokuwa Allah tabarak wa taala atake, kama alivyosema Allah jalla wa ala, wama hum bidarrin bihi min ahadin illa biidhnillah,
hawa wachawi hawakuwa ni wenye kuwadhuru wanadamu kupitia uchawi wao, isipokuwa mpaka Allah tabarak wa taala au amekukadiria wewe kuondoka kupitia sababu ya mchawi huyo. Wa na'udhu billahi min khatari haula. Baada Allah, as-sihru lahu halan. Uchawi kama wanavyoeleza ulama una hali mbili. Ahaduhuma haqiqiyatun tuathiru fil mashhur, kuna uchawi ambao ni uhalisia ambao unaleta athari kwa yule ambaye amefanyiwa uchawi, bimaradhin au qatlin au baghdha bainahu wa baina sahibihi au bainahu wa baina zawjatihi. Uko uchawi ambao wenyewe kama wenyewe unaleta athari, pamoja na kwamba athari hiyo haipatikani kwa yule aliyefanyiwa uchawi, isipokuwa mpaka pale ambapo Allah tabarak wa taala au amemkadiria jambo hilo, ima ukawa ni wenye kuuguza au wenye kuua au wenye kuingiza chuki baina ya mtu na jamaa yake, baina ya mtu na mke wake. Uko uchawi wa aina hii kama walivyoelezea ulama, na kama vile ambavyo uchawi huu unaozungumziwa ni ule uchawi ambao alifanyiwa Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Uko uchawi wa aina hiyo kwamba ukitumwa umetumwa, malengo yake ni ugue, unaugua, malengo yake ni ufe, unakufa, malengo yake ni uachane na mkeo, unaachana nao. Lakini yote hayo tunayarejesha katika msingi wa dini, kuwa sisi Waislamu tunaamini uchawi upo, lakini hatuamini yale matokeo ya uchawi, isipokuwa tunaamini kuwa kweli mchawi anaweza akaroga na ukarogeka kama Allah amekukadiria urogeke. Huko uchawi wa hiyo. Wakadhalika kuna uchawi mwingine ambao ulama wanasema ni takhyir wa tazyir. Takhyir ni mambo ambayo mchawi anayafanya mpaka inafikia hatua katika akili yako mkeo unaona sio mkeo, baba yako unamuona sio baba yako, jamaa yako unaona sio jamaa yako, unamuona katika sura nyingine. Takhyir wa tazyir ni namna ambao wanaifanya wachawi kupitia usaidizi wanaopata kwa mashaitani, kwa majini, lakini pia wakawa ni wenye kubadilisha uhalisia wa jambo. Al-Allama Ibn Baz rahimahullahu ta'ala alipokuwa akizungumzia hili akasema, walaysa laha atharun fi nafsi al-insan, hii haina athari katika upande wa mwanadamu kama mwanadamu, walakin yukhayyaru ilayhi ashya tunfiruhu min sahibi, lakini wachawi wanaweza wakakutengenezea vimbwanga au mazingaombwe mpaka ikafikia hatua wewe ukawa ni mwenye kumchukia jamaa yako mlioishi naye kwa amani, mlioishi naye kwa upendo, mliosaidizana kwa kidogo na kikubwa, lakini kwa sababu ya yale walioyafanya wachawi ikafikia hatua unaona hakuna mbaya zaidi ya huyu jamaa yako. Wakadhalika zauja, inafikia hatua wanakufanyizia hawa wachawi, unafikia hatua kumuona mkeo amebadilika kuwa ni kitu kibaya kwako wewe na mengineyo katika hayo, bisababi ma wada'u min al-ashya, kwa sababu ya yale mambo ambayo wachawi wameyaweka, allati shawahat mandhara, ambayo yamebadilisha ule muonekano wa yule jamaa yako, muonekano wa yule mke wako, muonekano wa yule rafiki yako, fasara ghaira halihim alula, wakawa wamepata sura tofauti na ile ya kwanza.
Na haya ni yale yaliyotokea baina ya Musa alayhi salatu wassalam na Firaun alipowaita wale wachawi wakadondosha kamba zao, lakini wakawaroga wale ambao wanatazama, wakaona zile kamba kuwa ni nyoka, kama ambavyo kisa kimekuja ndani ya Qur'an. Na katika hili pia tuyaelezea yale ambayo wanawake wengi wanayafanya, ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyakemea aliposema Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam inna tamaima watiwara shirkun, au kama qala, akaelezea mle ndani kwamba kuna kitu kinaitwa atiwala. Atiwala ni mambo ambayo wanawake wanayafanya, wameyatoa kwa hao wachawi wao, wanawafanyia waume zao ili waweze kuwapenda sana na wasiwaolee juu yao. Yani kwa maana wako wanawake wao wamechukua hilizi na katika mambo ambayo wameyachukua ni vitu ambavyo wameambiwa wavifanye, watakavyovifanya waume zao watawapenda sana, na wakiwapenda sana, lakini pia hivyo vitu vitawazuilia wao wasiweze kuoa mke wa pili au watatu. Tahadharini kina mama, hadhihi dunia, hii ni dunia, na mambo yote yako mikononi mwa Allah tabaraka wa taala, na hayampati isipokuwa yale ambayo Allah amekusudia yampate mja wa Allah. Lakini wewe mtendaji, uelewe kuwa mbele ya Allah tabaraka wa taala una habari nzito, sababu unafanya jambo ambalo linakutoa katika dini ya Allah tabaraka wa taala. Allah, wewe uliyoko hapa unayejihusisha na uchawi, unayejihusisha na upiga ramli, unayejihusisha na kuagua, unayejihusisha na mambo kama haya, elewa kuwa hakuna litakalomsibu mwanadamu isiyokuwa yale aliyokadiriwa na Allah tabaraka wa taala. Lakini pia utambue kuwa wewe utakapokufa mafikio yako ni motoni milele, wa na'udhu billahi minan nar. Alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din, was-salatu was-salam al-atamman al-akmalan ala al-mab'uth rahmatan lil-alamin نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على سبيله واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، الساحر عباد الله كافر بالله تبارك وتعالى. Hatari ya kwanza kwako wewe mchawi, ambao unakesha kwenye majumba ya watu, ambao unakesha katika mambo yasiyokuwa ya maana, mambo ya hovyo. Hatari ya kwanza kwako wewe mpiga ramli, ambao kazi yako ni kuwatia shaka watu katika imani zao. Hatari ya kwanza kwako wewe mwenye kuagua na mfano wa haya, utambue kabisa kuwa wewe umetoka katika dini ya Allah tabaraka wa taala. As-sahir, mchawi, enyi waja wa Allah, tambueni kuwa mchawi ni kafirun billahi tabaraka wa taala, ni kafiri ambaye amemuasi Allah jalla wa ala, kama alivyosema Allah tabaraka wa taala, wama yuallimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Wanapokwenda kujifunza uchawi, au walipokwenda kujifunza uchawi kwa wale ambao walikuwa wanafundisha uchawi kabla hawajafundishwa, waliwaambia maneno haya: msijifunze uchawi na msiende kuishi kwa kuwaroga watu, kwa sababu hii ni fitna. Uchawi ni fitna. Wewe kujifunza uchawi unajifunza fitna, wewe kuwa mchawi umeshikilia fitna. Na wanasema kama ilivyokuwa Allah tabaraka wa taala, fala takfur, basi msikubali kukufuru, msikubali kutoka katika dini ya Allah eti kwa kuchukua uchawi na kuishi aliyakuwa nyinyi ni wachawi. Fala yakunu al-insanu ibadallah sahira, mwanadamu hawezi akawa ni mchawi
illa idha kafara billahi ta'ala wa nabadha alquran alkarim, isipokuwa tayari lazima anakuwa ameshamkufuru Allah kupitia masharti wanaoambiwa wao. Unapotaka uchawi, miongoni mwa masharti ambayo wanaambiwa ni kuchukua Qur'an, maneno ya Allah, maneno yaliyokuwa matukufu, na kuiweka mbele ya choo, kisha unaambiwa kanyaga, uingie chooni na utoke chooni, ukanyage utoke, ndio uendelee na mambo yako. Wamekufuru hawa, wametoka katika dini ya Allah tabarak wa taala, na wameweka maelekezo na miongozo waliotakiwa kuishi nayo ili wafaulu mbele ya Allah, na badhuha waraa, wakaiweka nyuma ya migongo yao. Wa khalafa ash-shar'a al-karim, na wamekwenda kinyume na sheria ya Allah tabarak wa taala. Wataqarraba liljinni wa shayatin, na wakajikurubisha wakajiweka karibu na majini na mashaitani. Wa huwa min a'zami al-mufsidati fil ardh, na uchawi ni katika mambo yenye kuharibu, yenye kueneza uovu na uharibifu katika jamii na katika dunia kwa ujumla. As-sahir ibadallah, alwajibu qatluhu. Na kwa sababu hiyo sheria ya Allah tabarak wa taala imemhukumu mchawi aliyethibitika kuwa yeye ni mchawi kwa ushahidi uliokamilika. Hukumu yake sio kwamba tukamfunge au sio kwamba tukafanyeje, abadan. Tauba yake ni kukata kichwa. Hiyo ndiyo hukumu ya mchawi ndani ya dini ya Allah tabarak wa taala. Wewe mchawi ukibainika, unatakiwa uwawe, tena upigwe panga, shingo liende kule na kiwiliwili kiende kule, kwa sababu aliyeonja uchawi ni zaidi ya kirusi cha ukimwi katika kujiepusha nao. Lakini haya au hizi ni hukumu ambazo zinawahusu watawala, ndio walitakiwa wasimamie haya. Lakini nchi zetu hizi haziamini katika uchawi. Kinachobaki, ikiwa tumekubaini kama uko katika safu yetu na wewe ni mchawi, lazima tukubainishe, yahdhara an-nasu minki au yahdhara an-nasa minki. Lazima tukubainishe, jamani, mama fulani ambaye anaishi sehemu fulani, huyu ni mchawi kwa ushahidi kadha na kadha, ili watu wakae mbali na wewe na watoto wako wakuwe wanajua, ili wasije wakarithi jambo hili la kuwatoa katika dini ya Allah tabarak wa taala. Wewe mwanaume ni mganga, tukibaini kwa ushahidi kamili, lazima tukutahadharishe, jamani, fulani ibn fulani ni mchawi, huyu ni mganga, anaagua, anapiga ramli na mfano wa haya. Hiki ndio ambacho tuna uwezo nacho, na Allah ndani ya mimbari hii. Ipo siku tutawabaini watu au tutawabainisha ikiwa wamenasihiwa na wameshindwa kuachana na mambo hayo. Wa nas'alullah as-sadada wa tawfiq. Kwa ndugu zangu katika imani, hukumu ya mchawi katika dini ya Allah tabarak wa taala ni kumuua. Hiyo ndiyo tauba yake. Kwa nini? liirahati almuslimina walinsanu jami'an minhu, ili waislamu waweze kustareheka kwa kuepukana na mtu huyu, sawasawa ni mwanamke au sawasawa ni mwanaume. Wa takhlisu almujtama'i min sharrihi, na kuiepusha jamii na shari za mchawi huyu. Liqaulihi sallallahu alayhi wasallam, kwa kauli ya Mtume sallallahu alayhi wasallam aliyosema, haddu as-sahir ad-darbatun bisayfi, kwamba adhabu halisi ya mchawi ni kumpiga na panga, ukatenganisha kiwingo chake huko na kingine huko, kwa sababu ni wachache sana unawaambia kutubia wanakubali. Na hii mifano ni mingi. Wangapi tumewaambia leteni tunguli zenu tuzichome, wameshindikana. Wangapi wanafanya haya?
Wangapi wanaishi katika maisha haya, na pengine tusali nao, pengine tuongea haya watusikia, pengine walishasikia haya zaidi na zaidi miaka mingi, lakini kwa sababu ya viapo wanavyokuwa wamevichukua pale wanapokwenda kuomba uchawi, haya ndio ambayo yanawasababisha iwe ni ngumu sana wao kuepukana na haya. Sababu viapo vyao, mna viapo vinawaambia ukiachana na uchawi ndio umekufa. Lakini hebu fikiria, wewe uishi na uchawi, usiishi na uchawi, kufa kupo. Wangapi waliokufa huo uchawi leo hawako? Wangapi waliowapa uchawi hao waliokufa uchawi lakini hawako? Lakini tatizo ni moja, umekufaje? Sababu ukifa na hali yako hiyo, wewe unafikia motoni milele. Ikiwa ni kweli, kwa nini usikubali kufa ukafika mbele ya Allah ukiwa salama? Pamoja na kwamba sisi hatuamini kuwa kuna mwanadamu yoyote anamiliki kifo, hayupo. Hatuamini kuwa kuna jini lolote lina uwezo wa kukuua, halipo. Kwa sababu swala la kuua na kuhuisha, haya ni mambo na ni sifa za Allah tabarak wa taala peke yake. Lakini wengi walioshindwa kusoma dini ya Allah, wakashindwa kufuatilia Uislamu, wakashindwa kuelewa dini ya Allah, ndio kinawapelekea wanazidi kuwa na maumivu katika nyoyo zao, wanakula watu, wanaua watu, wanawatia watu huzuni na mfano wake, hali ya kuwa wanajua kabisa kuwa wakifa wao ni motoni milele. Al-Allama Ibn Uthaymeen rahimahullah akasema imehukumiwa wao wauawe kwa sababu ya kuwastarehesha Waislamu na jamii kwa ujumla kwa kuepukana na shari zao, wadhalika likhuturatihi, na kwa hiyo ni kwa sababu ya uhatari wake, wa khubuthihi, na ubaya wake na uchafu wake, wa makrihi lilmuslimin, na namna ambavyo anawatia udanganyifu Waislamu ambao wanatoka katika dini ya Allah tabarak wa taala kwa sababu ya uchawi yake, kwa sababu ya uchawi wake. Waqila lisahir, na falaysa lisahir wadhifatun illa idha'i al-insan au idha'i al-muslimin wal-insan jami'an. Hebu angalia, tumeona watu wanasifika na kazi. Wewe ni mkulima, ndio kazi yako. Wewe ni mwalimu, ndiyo kazi yako. Wewe ni daktari, ndiyo kazi yako. Wewe ni kadha, ndiyo kazi yako. Lakini tazama mjinga huyu, hana kazi zaidi ya kuwaudhi wanadamu. Mchawi hana kazi zaidi ya kuwaudhi wanadamu na kuwatia huzuni. Hana zaidi ya kazi hii. Ana maana gani? Ana nafasi gani huyu katika jamii? Ana lipi ambalo sisi tutafanya au tutatamani awe anaishi katika jamii zetu? Allah Allah, achaneni na mambo haya, kwa sababu haya hayatakusalimisha na hautowahi kufaulu. Lakini mkitaka kujua, hebu jiulizeni, nyinyi wachawi mlioko hapa au nyinyi waganga mlioko hapa, hebu jiangalieni, mna maisha gani? Wachawi wangapi mwakutani matajiri? Tazameni maisha yao wanaoishi, tazameni mateso wanaoyapata, kwa sababu tayari wameshajitia utumwa kwa hao majini na mashaitani. Walisahiri akhiran ibadallah alamatun, na wachawi wana alama zao. Yambaghi an na'lamaha linahdhara min kulli man kana hadha wasfu. Wala hawa wachawi kwa sampuli zao wako na alama zao ambazo sisi kama Waislamu tunatakiwa kuzifahamu ili tumuepuke kila ambaye atakuwa na mwenye sifa hizi. Wasema ulama kwamba miongoni mwa alama za wachawi annahu yas'al man ya'tihi an ismihi wasmi ummihi. Miongoni mwa alama, na alama hii mara nyingi inaonekana kwa wapiga ramli, kwamba utakapoenda kwa mtu yoyote ili akusaidie, anakuuliza jina lako
na jina la mama yako, basi ujue kuwa huyo ni mchawi miongoni mwa wachawi. Wala rubama kabla an yasalahu au an yuhadithahu, na huenda pia kabla hajaanza kuambia matatizo yake, akhbarahu bismihi wasmihi. Yawezekana huyo mchawi akakuelezea wewe unaitwa fulani na mama yako anaitwa fulani, wa min aina ata, na wewe umetokea sehemu fulani, wama hiya mushkilatuk, na anakuambia tatizo lako ni hili, allati yuhani minha, lile tatizo ambalo limekupeleka. Haya ni mambo ambayo yanahitaji muda pia. Dini yetu haijaacha kitu. Kwa nini yeye amelijuaje jina lako huyu? Amejua umetoka wapi huyu? Haya ni mambo ukiwa unasoma dini ya Allah unafahamu ni namna gani ambavyo habari zinatoka kwa Allah tabaraka wa taala. Habari zinatoka kwa Allah, wanazipataje hao majini na hawa wanadamu ambao wanawatumikia majini, wamepataje habari hizi mpaka umefika anajua wewe unaitwa Abdurrahmani na mama yako anaitwa Asia, anajua umetokea Mtakuja na tatizo lako ni kwamba hutaki mmeo au mkeo afanye kazi. Haya yanahitajia pia muda mwingine, lakini tuyajua. Lakini kwa nini nyinyi hamyajui? Hamtaki kusoma? Tupiga kelele kila siku, someni dini yenu. Inajua Allah tabaraka wa taala ndani ya Qur'ani ameweka yale mambo ambayo yana maslahi na nyinyi, na ameweka mambo ambayo mnatakiwa kuyaacha ambayo yana madhara na nyinyi. Lakini pia miongoni mwa aina ya alama ambazo zinabainika kwao, annahu yaktubu mimman yatihi an yatiyahu bimalabis khassa au bi ajza'in min badani man yuridu an yulhiqahu bihi darar. Miongoni mwa alama zao pia ni kwamba huwa anaomba nguo maalum. Na hapa Allah, nyinyi kina mama, kuweni makini na watoto wenu, na kuweni pia makini na waume zenu. Sio kila nguo mpe mfanyakazi, sio kila kitu anachofanyiwa mtoto umpatie mfanyakazi. Hawa ni wafanyakazi, na mchawi pia anaweza kuwa mfanyakazi. Na wangapi wamepata madhara kupitia hao wafanyakazi? Allah, nyinyi kina mama ambao bado mnawapenda waume zenu, chukueni nafasi ya kuwahudumia waume zenu. Sababu hawa anaomba nguo ya ndani ya mmeo, au anaomba sehemu ya nywele ya mmeo, au anaomba kucha na mfano wa haya. Kwa hiyo utakapokwenda kokote ukaambiwa haya, basi ujue huyo ni mchawi miongoni mwa wachawi wengine. Kadhalika annahu yutamtim bikalami la tufham wal alfaz majhula. Lakini pia miongoni mwa alama zao pia wanazungumza maneno yasiyoeleweka, lafzi ambazo hazijulikani. Hii ndio hali yao. Ukimkuta mchawi ameinama yuko anapuliza kwenye mafundo yake, huwezi ukasikia nataka afe, siwezi ukasikia nataka ugue. Ana maneno ambayo anaanza nayo, maneno ambayo hakuna anayefahamu zaidi ya jini lake. Kwa Allah, mimi nimeona leo niwatahadharishe kunako hili na niwazindue kunako hili, sababu jamii yetu imekuwa sasa miongoni mwa mambo ambayo yanaleta matatizo haya. Watu hawalali, watu hawatulii, maradhi yamekuwa mengi, wanaenda huko wanatibiwa hawapati. Shida ni nini? Hawa. Kwa Allah, sisi kwetu tukikubaini tutakusema, na ukituroga tunaamini kuwa ukifanikiwa ni Allah tabarak wa taala. Tunajua kuwa kila kitakachotupata sisi tumeandikiwa na Allah tabarak wa taala, lakini tukijua kwamba upo katika safu yetu tutasema jamani, fulani ibn fulani ni mchawi kwa ushahidi kadha na kadha na kadha. Lakini mwishoni mimi nikunasiini, haya hayana faida. Vile unavyoishi kwa mateso, maisha yako magumu, hali yako ni mbaya, hiyo ikiwa utakufa na hali hiyo, basi kuanzia kaburini utakuwa na hali mbaya maradufu. Kwa Allah, kama umo humu, hebu jitahidi kumwelekea Mola wako, ubadilike, ili usituachie kizazi ambacho kitaendelea
kurithisha matatizo kama haya na kitaendelea kuwa kinawaingiza watu katika moto au kitaingia motoni. Na kama unamjua anayefanya hivyo, basi chukua nasaha, nenda umwambie mama fulani acha, baba fulani acha. Na ikiwa itashindikana, sisi katika misingi unapokuwa unafundishwa maana ya Uislamu ni albara'atu minashirki wa ahlihi, ni kuachana na ushirikina na washirikina, achana na uchawi na achana na wachawi. Hiyo ndio njia salama kwako hapa duniani na kesho akhira. والله أعلى وأعلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين.